Karibu mtazamaji na asante sana kwa kuendelea kutazama. Mtu mmoja ameaga dunia huku mamia ya wengine wakiachwa bila makazi kufuatia maporomoko ya ardhi katika kijiji cha Gathungu, eneo la Mathioya, kaunti ya Murang'a. Naibu kamishna wa kaunti ya Mathioya, Evelyn Matu, alisema kwamba zaidi ya watu 100 wamepoteza makazi na wanahifadhiwa kwenye maeneo salama. Kisa hicho kinajiri huku idara ya utabiri wa hali ya anga ikitoa tahadhari kwamba mvua kubwa itaendelea kunyesha humu nchini kwa juma jingine. Kijiji cha Gathungu, kaunti ya Murang'a, mvua kubwa imewafadhaisha wakazi. Mtu mmoja ameaga dunia huku wengine wakipoteza makazi kufuatia mvua hiyo kubwa. Boma yao ambapo kijana wao mmoja alikuwa amelala usiku iliweza kufagiliwa na matope ambayo ilitokana na mvua. Pande ya juu ilikuja ikafagia nyumba moja ya kulala ambapo kijana alikuwa, na asubuhi ya leo ndio amejulikana na wazazi kwamba alikuja usiku na aliweza kufariki. Na boma yao pia imekuwa affected, kwamba nyumba yao imeathirika, hawawezi ishi hapa kwa saa hii. Hali hiyo huenda ikakithiri katika siku zijazo ikizingatia utabiri wa hivi punde wa hali ya anga. Idara ya utabiri wa hali ya anga imesema kuwa maeneo ya nyanda za juu, magharibi na mashariki mwa Rift Valley, eneo la Ziwa Victoria, nyanda za juu na za katikati mwa nchi ikiwemo Nairobi yanatarajiwa kupokea zaidi ya milimita 20 za mvua katika muda wa saa 24. Idara hiyo inaonya kwamba mvua hiyo kubwa huenda ikasababisha mafuriko hasa katika nyanda za chini, hata kwenye maeneo ambayo hayapokei mvua kubwa kwa sasa. Kaunti ambazo huenda zikaathirika ni pamoja na Nairobi, Kiambu, Nakuru, Kisumu, Kakamega, Bungoma, Busia, Nyeri, Murang'a, Embu, Meru, Kirinyaga, Narok, Kericho, Kisii, Migori, Nyamira, Bomet, Uasin Gishu na sehemu za kaunti ya Turkana, Samburu, Kajiado na Machakos miongoni mwa nyingine. Watabiri wa hali ya anga wanasema kuwa mvua hiyo kubwa inatarajiwa kuenea kwenye eneo la kaskazini mwa nchi kabla ya kupungua taratibu kuanzia tarehe 14 mwezi huu. Wakazi sasa wameshauriwa wajiepushe kutembea au kuendesha magari kwenye maji yanayotiririka, kukoma kukaa kwenye maeneo wazi na miti wakati wa ngurumo za radi, hasa kwenye milima ya Aberdare na eneo la Mlima Kenya. Maafisa pia wametoa wito kwa mashirika ya kushughulikia majanga na serikali za kaunti kutahadhari, huku majira ya mvua ya masika ukiendelea humu nchini. Michael Mwandiga, Darubini.